Najiita Kareti Mnyelwao, ni mwanafunzi wa electronics hapa chuoni VETA Kipawa, Dar es Salaam. Nimejifunza fani ya electronics kwa muda wa miaka 3 na leo ni siku ya kugraduate. Tumehitimu mafunzo ya electronics, tumepata ujuzi wa kutengeneza TV, radio, simu, CPU, kompyuta, majiko ya umeme na vitu kadha wa kadha vya kielektroniki. Zaidi ya hayo yote imetupa ujuzi sisi kuweza kupambana na changamoto zilizopo mtaani za ajira, kwa sababu naweza nikafungua kibanda changu cha kutengeneza simu, radio, TV na nikapata wateja wachache au wengi kujipatia kipato cha kujikidhi mwenyewe. Natoa wito kwa wahitimu wenzangu ambao tumehitimu wote siku ya leo, tujitume. Ule ujuzi ambao tumeupata tuutumie huko mtaani kwa ajili ya kuwaelimisha wengine waweze kuja kupata mafunzo, na sisi pia tuwe msaada katika vile tulivyojifunza kwa watu wengine. Kwa mfano waliosoma umeme, waliosoma ICT, vyote vivyo tunaviweza kwa sababu tumepata mafunzo, na tunaamini katika chuo chetu cha VETA Kipawa wanatoa mafunzo sahihi na ambayo yanatupa ujuzi sisi wa kujitegemea, sio kutegemea tu ajira. Naitwa Isaya Wilson, ni mhitimu wa VETA Kipawa. Nimehitimu leo 3 ngazi ya 3. Nilikuwa nasomea umeme. Leo tunahitimu kwa mara ya mwisho. Tumeingia hapa mwaka jana mpaka leo ndo tunahitimu rasmi. Nimejifunza vitu mbalimbali ambavyo vitu hivyo sasa naenda kuvionyesha katika jamii. Jamii inahitaji nitumie. Na vitu hivyo sasa vitakwenda kuweza kutatua changamoto za watu, aidha katika majumba yao, aidha katika taasisi mbalimbali, huenda ni viwanda. Kwa hiyo nitakuwa msaada katika hiyo. Tunapenda kuushukuru uongozi wa chuo chetu kwa kutupatia ujuzi na maarifa bora ili kuwa mafundi wenye nidhamu katika fani mbalimbali tulizozisomea. Uadilifu katika utendaji wa kazi ndio ngao yetu. Hivyo tuko tayari kulitumikia na kulijenga taifa letu kwa kutumia vizuri ujuzi, maarifa tuliyopata chuoni hapa. Wanachuo wanaoendelea katika chuo chetu wanakaribiwa na changamoto mbalimbali ambazo ni: namba 1, ukosekanaji mkubwa wa maeneo yaliyopo karibu ya kufanyia mafunzo kwa vitendo. Hii inapelekea baadhi kupata adha ya usafiri na chakula wanapohudhuria mafunzo kwa vitendo. Namba 2, ukosefu wa vifaa bora vya michezo na maeneo, viwanja kwa ajili ya michezo kwa wanachuo. Hii imekuwa changamoto kwani mara zote tumekuwa tukiomba kucheza eneo la jirani, shule ya msingi Majani ya Chai, na wakati mwingine kushindwa kutokana na majukumu mengine kuendelea kama vile mitihani na kadhalika. Namba 3, kwa wahitimu wanaopenda kuajiri kukosa ofisi za kujitolea kuendelea kujenga uzoefu kwa wenye mahitaji ya kuajiriwa. Hivyo tunaomba tupate kipaumbele katika ofisi za serikali kutoa huduma hususani katika taasisi yako. Sisi kama shirika la mawasiliano Tanzania tuko tayari muda wote kutoa ushirikiano, sio ushirikiano tu, na kipaumbele kwa wanachuo wa VETA Kipawa. Mimi ni mkurugenzi wa rasilimali watu na utawala. Kwa sehemu kubwa nashiriki katika masuala ya ajira. Sasa unapokuwa kwenye panel za interview, huwa kuna vitu vinatofautisha mtu na mtu mwingine. Akija mtu kutoka VETA, unaona kabisa kuna kitu kiko ndani yake. Kwa hiyo sasa hiyo tuliendeleze na tuhakikishe kwamba tunajitofautisha na watu wengine. Changamoto za ajira zipo, lakini unaweza kaenda kwenye panel ya interview ukaibuka kidedea kutokana na ule ujuzi ulionao na ile elimu kwa vitendo ulionayo tayari. Vijana waliohitimu, jamani, mkajitume. Kuna kujiajiri, kuajiriwa na kuajiri. Hizo fursa zote 3 unatakiwa ufanye wewe. Kwa hiyo tuchukulie serious haya mafunzo yetu, lakini kuna fursa hii tumeambia mwezi wa Machi mwakani ya kuendelea na diploma programs zetu hapa. Baada ya kusema hayo, naomba nikurudishie MC. Asante. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.